na mheshimu Ally Kamwe na heshimu uongozi wa Yanga. Kwa hiyo hayo yanayosemwa ndio kama hivyo, ukijipendekeza kwenye 18 umekwisha. Unajua kule kwetu akizaliwa mtoto wa kiume wa kwanza anaenda huko, akizaliwa wa pili anaenda kwa mama. Mimi ile imenifanya hadi nimejenga ujue ndoto za wanawake kutimiza malengo yao na kuwapa tuzo kama motisha. Jomba ni mama japokuwa sina. Hapa ni Sabasaba ambako tunamtafuta mwanetu Kicheko Mtata. Clouds wako mitaa hii, wako na jambo lao. By the way, follow me ili tukamcheki mwanetu yuko chini hapa kidogo. Hebu tuambie uko Dodoma. Kwanza kulikoni Dodoma? Dodoma nipo kwa ajili ya project ya Malkia wa Nguvu ambayo inafanyika hapa Dodoma, ukumbi wa Mabeo. Ni tamasha ambalo huwa linaandaliwa na Clouds kwa ajili ya kutambua wanawake wapambanaji bila shaka. Yeah, of course. Ni kila mwaka na huu ni mwaka wa 10 sasa. Tunapambania ndoto za wanawake kutimiza malengo yao na kuwapa tuzo kama motisha ili waendelee kufanya vizuri zaidi. Yeah, man. Kwa nini mmechagua Dodoma? Ili hali nadhani inaweza ni mara ya kwanza au ni mara ngapi kama wewe kuja Dodoma? Yaani hii kwa mwaka 2026 ambapo tunatimiza miaka 10, huu ndio mkoa wa kwanza na uzinduzi ndio tarehe 25 ambapo ndo hapo Mabeo yanafanyika. Yeah. Kwa hiyo tuliona Dodoma ni sehemu ya fursa na wao wawe watu wa kwanza kwenye uzinduzi. Maana sometimes tunazindua gadaa mikoa mingine, lakini kwa mwaka huu tumeona tuanzie na Dodoma. Ni event ambayo huwa ina rotate kwa mwaka mmoja, inaweza kufanyika sehemu zaidi ya moja, au mkishafanya kama hivi Dodoma kwa mwaka huu mnakuwa mmefunga? Ngoma inakuwa hii inaenda mikoa 10. Yeah, inaenda mpaka mwezi wa 11. Kwa mwezi tunaenda mkoa mmoja kuhakikisha kwamba tunakwenda kuwapa tuzo wale wanawake wote waliofanya vizuri kwa huo mwaka kwenye upande wa biashara zao wanazozifanya tofauti. Kuna wenye makampuni, mashule. Kwa hiyo yule mwanamke mpambanaji kwa ajili ya kitu alichokifanya kikiwa kina impact kubwa, basi wanaingia kwenye vinyang'anyiro, wanagombania tuzo, maisha yanaenda. Bana, muonekano wako mzee wa kodi, hebu tuambie imekuwaje? Kipi kimekuvutia leo utokelezee namna hii Sabasaba? MSN. Bana, sisi MSN tizio. Unajua karakta yangu ni ya utata na nikiwa kama rais wa Uswazi napendaga kuwa tofauti. Kwa hiyo kwa mwaka huu nimeamua nidondoke na overall kama haya unavyoona mtu kazi kama Mandonga, nikikupiga kama nimekupiga, ukinipiga kama nimekupiga. Yani ndio hii. Yani vyovyote unavyokuja ndivyo ninavyokuhudumia. So nashukuru kwa Mungu kunipa hichi kipaji na naona watu wanakubali. Na safari hii inaitwa mjomba. Mjomba ni mama japokuwa sina. Kwa nini mjomba awe mama hafu? Kwa sababu hana. Kwani ulete visingizio? Unataka watu wasikuzoee? Sitaki mazoea. Nimefurahi sana kukutana na nyinyi my brother. Yeah. Tupo brother. Hebu niambie, mlikuwaga na project na Kiwewe. Ilienda vizuri sana. Kuna ile nataka leseni, sitaki leseni. Ni Mazuzu wale brother. Okay, Mazuzu ni kampuni ambayo ni uchekeshaji. Tuko wawili. Na Mazuzu ni mimi na Kiwewe. Na kazi ya mwisho kuiachia kama kundi la Mazuzu ni leseni ya biashara. Wewe ulikuwa unataka nini? Na hii nini? Au TRA sasa. Au TRA sasa. Ase brazo unataka ufie kwenye hii duka. Wewe ulitaka leseni, imekupa leseni. So imeenda kiukweli, imenipa hela. Imeleta madili sio? Imeleta madili mengi na mimi ile imenifanya hadi nimejenga ujue. Ile project imeongezea maisha mikuwa mazuri. Nisiwe mnafiki, watu walitupokea vizuri, lakini utofauti ni kwamba tunakutana kwenye kazi, sababu yule mwenzangu ujue ana akaunti yake na mimi nina akaunti yangu ambayo ninaimiliki mimi, hiyo ya Mazuzu, kwa sababu Mazuzu ni idea yangu tangia nikiwa East Africa The Comedy. Niliibuni mimi mwenyewe nikaitengeneza, kwa niliondoka nayo idea yangu ya Mazuzu. Kwa tukikutana na Kiwewe tunapiga Mazuzu. Baada ya hapo Kiwewe anaendelea na project yake, ila kwa sasa wiki iliyoisha kabla sijaja ndo nimeachia comedy 4 na Kiwewe. Umeona? Nimeachia comedy 4 za Kiwewe kwa upande wa Mazuzu. Kwa hiyo tunakutana hivyo. Mwenzangu yuko busy pale na kwa Mwamposa.
wanaokuwa roho za watu. Nashangaa ndugu yangu ile sasa hivi naye anauza maji ya upako na mafuta. Hizi njaa bwana hizi. Ni njaa blaza au Mungu kamuita? Ndio hiyo nakwambia, kwani njaa. Nashangaa. Lakini Mungu kamuita yule bwana. Tulikuwa tunafanya comedy hii na kupokaga nataka leo. Unajua kiwe mjanja sana. Sisi tulikuwa tunatabia tukitoka shooting naona mwenzangu anashuka kawe kwa amani. Hapa kuna nini? Na kwenda hapa. Kiwewe kuna nini? Kesho na kesho kutwa na mwanangu kweli kaajiriwa bwana. Yuko redio inaitwa Alliance Shine FM. Maisha yanaenda na mimi niko zangu mjengoni Clouds, mapambano yanaendelea. Hajai kuja kukuambia na hiyo biashara na ukatamani kununua mafuta ya mzee? Yule bwana sometime ananiuziaga mafuta, nachukuaga pale analeteaga sometime free. Sasa free anaweza kukuponya kweli? Yanaponya, si mtume kashaombea wenyewe kudai. Asheka gari kalishika maji hapo safi. Tunamwomba Mwenyezi Mungu, maisha yanaenda. Mama Sele acha. Mama Sele. Ni project fulani ambazo unazitengeneza. Bashara ile. Hapana. Mapenzi mbashara ile. Ile Valentine si ndo mapenzi mubashara. Ile bwana ile idea alitengeneza Marem Ruge. Ile script ya ile idea Mwenyezi Mungu amrehemu huko alipo, lakini ile aliyotengeneza lile wazo unaloliona ile script nilipewa na Marem Ruge. Nikatembea naye kama yangu na kweli nilifanya vizuri. Sasa nafikiri imeenda, napokea hizo ni vitu hata nikifika mikoa yoyote Mama Sele ipo chochea moto. Kuna namna ambavyo lafudhi ya Kichaga inakutengenezea design yako ya uchekeshaji, yani ile style ambayo ni ya kwako mwenyewe peke yako. Of course, kwa sababu mimi ni Mchaga, mchanganyiko na Mpare. Unajua kule kwetu akizaliwa mtoto wa kiume wa kwanza anaenda huko, akizaliwa wa pili anaenda kwa mama. Kwa nimekaa Moshi, Marangu. Na ndio maana waga nataja sana Marangu. Na ndio maana nikipiga Kichaga na kuwa stoki kwenye key ni Mchaga yule, kwa sababu unajua Mchaga akikasirika yukoje. Muarusha na kipiga Kiarusha vizuri, dingia ayukoje. Kwa Kilimanjaro iko hapa. Na ndio maana nikaona bora ni stiki humu. Ule mkoa kuna namna ambavyo upande wa entertainment hasa utangazaji inaonekana mko poa sana. Na Clouds pia mko wengi. Unaona buti yenyewe la kumpalama. Hii si ndo buti kubwa na boshori. Ujiwe chuga ndo hiyo. Yama. Hebu niambie, pale Kariakoo unajua una timu yako inaonekana ina skendo sana, inanunua sana mechi yani inatengeneza matokeo, ina hiyo skendo. So mimi mtaani. Timu gani sasa? Au sio Jangwani? Mi Yanga. Si ni mwana Yanga? Unamsikia alikama anasema wote wanaotupakazia vitu tutawachukulia hatua, manake la mgambo limelia. Sasa mdogo wangu unapokwenda huko unataka na mimi niwe kama yule. Mimi siwezi kuongea lolote. Na iheshimu timu yangu na mheshimu Alikamwe na heshimu uongozi wa Yanga. Kwa hiyo hayo yanayosemwa ndio kama hivyo, ukijipendekeza kwenye 18 umekwisha, tunadondoka na wewe. Hatuna masiala na mtu, kwa sababu ile ni taasisi imechukua muda kuijenga. Watu wametumia fedha, akili zao zote wameweka pale. Kwa hiyo utapotaka kuchafua brandi ya watu, kabla wewe hujaichafua, tutakuchafua kwanza wewe. Ndio kama unavyoona. Kwa namna ambavyo Young Africa inaenda, bila shaka inakufurahisha, lakini kipi ambacho kinakuvutia zaidi kwa huu muda ambao tuseme ni nusu msimu sasa, kwa sababu wamecheza mechi almost 17? Bwana, mimi nafurahishwa tangia kikombe cha kwanza tunakichukua mpaka sasa hivi. Kipi sasa? Kile cha South? Yaani chochote unachokijua wewe tunachokifanya kama Young African. Kwa sababu nilikuwa na kilo 62 lakini mpaka sasa nina 85. Sasa hizo za home gym kicheko. Hizo za home gym. Nila ninazopewa na Yanga. Sasa ndugu yangu, kila tukiingia na kula mtu 5. Tumechelewa sana, umetukazia moja. Ila kipigo kiko pale pale. Kwa hiyo washabiki wa Yanga na wote ambao wananisikiliza, sisi kiukweli hatukondi, labda tukonde na stress za maisha tu, lakini sio burudani na mpira. Kwa mwanamke ambaye anatamani kujiunga na kuhudhuria hiyo siku ya Malkia wa Nguvu, kipi ambacho anapaswa kukifanya? Kwa mwaka huu Malkia wa Nguvu kiingilio ni shilingi 50,000. Utakula mule ndani, kula kujigaragaza, na utapewa na kanga. Kanga ya kuvaa au kanga mnyama au kanga ndege? Mbili. Yaani maanisha zile kanga moja si zinatoka 2. Kwa hiyo Malkia wa Nguvu
Kanga nguo au kanga wa nguvu. Kwa wale watakaoingia, chakula ni buffet. Burudani yuko Lina, yuko TID na bendi yake na pamoja na Malo. So burudani itakuwa nzuri. Hapo kwa TID hapo. Mwenzio sasa hivi ni top in Dodoma. Hujawahi kufikiria na wewe kusema kwamba bana mimi nye Clouds kwa sababu Dodoma pia tupo na ni makao makuu. Mimi ni kachili zangu Dodoma. Fursa. Hakuna, kila mtu anaangalia fursa. TID aliichungulia fursa na kweli mwaka wa 3 yuko sehemu moja, na kila unapoenda kwenye show yake TID angalia madudu anayoyafanya. Wiki ukija kwenye show, wiki ijayo ni TID yule yule, lakini ni vitu viwili tofauti. Ana brand yake kaitengeneza, ana vitu vyake, anafanya mazoezi. Kiukweli TID kafanya kazi. Nimefika Dodoma leo na siku ya 3, lakini jinsi wanavyozungumzia, na jana alikuwa kwenye show ya leo tena. Big talent, brother na talent. Anajua, na yule mchawi sana wa live band. Anaimba vibaya mno. Yaani kwenye live band yule anaweza akapiga voko hapa hadi Chamwino bungeni wakasikia. Bunge lenyewe wakaomba, bwana punguzeni sauti taratara Tidi huyo. Sio mchezo. Kwa namna ambavyo umemuona na amekita mizizi na project zinaondoka, bila shaka kuna haja ya artist na wasanii kuweza kutizama fursa nyingine zinazopatikana mikoani badala ya kujikita da peke yake. Yeah. Hilo nalo pia lina umuhimu. Wasambae da pagumu. Sijui unanielewa vizuri. Akia Mungu mimi nakwambia. Sio nyewe Mwesendo nataka tuimbie da. Karibuni da, nasema kwa wale wasanii ambao wanajijua wanafanya muziki wa live. I say kila mkoa sasa hivi unakuta kuna maklabu makali, night club, mabaa makubwa makali, yana mabendi. Yani unakuta Dodoma kuna baa zaidi ya 5 zinapiga bendi. Kwa hiyo ukikaa kule ukijifanya mimi ndio fulani, wakati mzigo hakuna, YouTube hayasomi huko, unafanya shughuli gani? Ndio kama kina Matonya, unaona unasafiri unaenda huko mpaka wanaharibu. Kwani kwa sababu watu wanatafuta hela. Kwa hiyo cha kuwashauri tu, unaimba vizuri, unafanya vizuri, ngoma haziendi zinaenda. Mikoani kuna fursa. TID awe mfano kwa wengine. Umetoka una sauti yako nzuri. Kuna dogo mmoja anaitwa Beni nani? Benson sijui. Skaratu kule. Anakiwasha kule. Amejenga ufalme wake. Kwa hiyo inawezekana, toka hapa nenda Iringa, kuna mabaa makubwa, matajiri wamewekeza huko, wamejitu ina mambao huko manini, ina madude makubwa. Nenda pale kaombe fursa, utolala na njaa. Mwisho kabisa, Nyagomani unamfahamu? Kuna mtu mmoja anaitwa Nyagomani. Yule dogo wa Kigoma sijui. Nyago, yes, yule dogo namfuatilia. Sababu yuko Nyarugusu na anafanya shughuli zake kule, lakini ni mfalme kwa kweli mtandaoni na aendelee kukaza, kwa sababu hakuna mfalme anayetokea Nyarugusu zaidi yake. Hao wengine kama wapo kiukweli mimi siwajui, lakini dogo lifestyle yake, the way anavyoishi, yule katoboa akiwa kijijini kwao vile vile mpaka kaja mjini kwenye vumbi. Juzi alikuwa anaosha pikipiki lake lile kwenye matope. Hafake life. So hicho ndio kilichokifanya nimfuatilie. Yeye ajui kama mimi namfuatilia. So ukifanya kitu kizuri, mtu yeyote na mahali popote atakuona tu. Muda wa Mungu ndio sahihi. Utakapofika, hata kama ulikuwa chini ya carpet utakuja juu bro. Yani kikubwa ni dua. Kama hivi leo mimi niko na mic ya MSN. Kesho nitakutana nawe sehemu ambayo sijawahi kuamini kama nitakutana na wewe, kwa sababu maisha ni mdogo mdogo. Hivi viredio vya uchwala hivi sio mimi. Hivi vinaleta heshima. Hivi viblogu vya uchwala hivi. Hivi ndio vinaleta impact. So unaona kilichotokea juzi? Baada ya kusema vile ndani alisema saa 4 tu. Kuda dadadeki. Hivi sio vya uchwala. Hii hela. Sijui umeelewa vizuri? Au ngoja na mimi niipige ile. Hebu niulize swali hivi niipige. Bana, hebu tuambie, naona mko Sabasaba hapa na Clouds umedamshi. Hivi kuna habari gani kwanza? Bwana, hivi vidude vya uchwala ila ni maarufu hivi. Bwana, unaangalia MSN. Kicheko mtata hapa. Wewe ulikuwa unataka nini? Leseni. Na hii nilishika hapa nini? Leseni. Ukichanganya hayo maneno, bwana, kaa na uangalie SMN kutoka Dodoma. Thank you my brother.